Katika idara yetu ya ENT, hospitali maalum za Apollo Vanagaram, tunatoa njia mbalimbali za matibabu kwa hali tofauti za ENT. Leo ningependa kujikita kwenye tatizo la kukoroma na kukosa hewa usingizini, obstructive sleep apnea na matibabu yake. Sleep apnea ni neno linalomaanisha kusimama kwa kupumua mara kwa mara wakati mtu amelala. Sasa hali hii inaweza kuwa kutoka kwa kukoroma sana hadi kusimama kabisa kwa kupumua, ambapo mgonjwa anapoamka asubuhi anaweza kujikuta amelala bila kupata usingizi wa kutosha au usingizi usioridhisha. Tunapozungumzia obstructive sleep apnea, dalili na ishara zake zinaweza kuwa rahisi kama usingizi usioridhisha, kama tulivyotaja awali, hadi kupoteza kumbukumbu kwa muda mfupi, kusinzia mchana na kukosa hamasa ya kufanya shughuli za kila siku. Pia inaweza kusababisha magonjwa makubwa yasiyoambukiza. Kwa mfano, kisukari, shinikizo la damu, kiharusi na hata mshtuko wa moyo wa ghafla. Kuhusu suluhisho za matibabu ya obstructive sleep apnea, huanza na mabadiliko ya kawaida ya mtindo wa maisha na lishe hadi matumizi ya mashine ya kupumulia yenye shinikizo la hewa la kudumu (CPAP), ambayo ndiyo njia ya kwanza ya utetezi au kiwango cha dhahabu cha matibabu. Hata hivyo, kuna baadhi ya wagonjwa ambao hawawezi kuvumilia au hawafuati njia hizi za kawaida, na kwao inawezekana kuchunguza taratibu za upasuaji zisizoingilia sana mwilini. Kwa hiyo tunapozungumzia taratibu za upasuaji zisizoingilia sana mwilini, si suluhisho la aina moja kwa wote. Lazima mtu awe makini kuchunguza mahali halisi palipoziba kwenye njia ya juu ya hewa ili kuamua ni aina gani ya upasuaji mgonjwa atahitaji. Kwa hiyo tumekuwa tukizungumza kuhusu taratibu za upasuaji zisizoingilia sana mwilini. Sasa taratibu hizi za upasuaji hufanya nini? Zinaondoa kizuizi au kupanua njia ya hewa. Hii inatufikisha mahali ambapo tunapaswa kubaini kizuizi kiko wapi, au sehemu ambayo njia ya hewa imeporomoka. Tunawezaje kufanya hivyo? Kila mgonjwa anapokuja kliniki yetu, hatua ya kwanza ni kufanya polisomnografia ya kiwango cha kwanza, ambayo kimsingi ni kutathmini fiziolojia ya usingizi. Baada ya hapo, tunaendelea na kufanya aina maalum na ya kipekee ya endoskopi, inayoitwa endoskopi ya usingizi unaosababishwa na dawa. Sasa, endoskopi hii inatupatia taarifa muhimu kuhusu umbo la njia ya hewa wakati wa usingizi, umbo la kizuizi au sehemu ya kuporomoka kwenye njia ya hewa ya juu. Kwa wale wagonjwa ambao hawawezi kuvumilia au hawafuati matibabu ya kawaida kama vile CPAP na vifaa vingine vinavyovaliwa, taratibu za upasuaji zisizoingilia sana zimeleta matokeo makubwa na ya kuridhisha kwa mgonjwa na daktari pia.